Day safi. Kaita Day safi. Mwashamu Baba Askofu Godfrey Jackson Mosekaga, waheshimiwa mapadre, mashemasi wapo, basi na wanakwaya wote kwa ujumla, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Basi kwa sababu muda umekwenda, basi nende kwa haraka basi nisome hizi kanuni zetu za mashindano ya Kaita Day 2026. Namba moja, utangulizi. Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya linafanya kongamano kubwa la 6 la uimbaji, ikiwa ni mfululizo wa makongamano ambayo hufanyika kila mwaka kuanzia mwaka 2021, lililoasisiwa na Mwashamu Baba Askofu Mkuu Gervas John Moskwavila Nyaisonga. Kongamano hili lilipewa jina la Kaita Day ili kuenzi muziki mtakatifu wa kanisa ambao kwa jimbo letu kuu la Mbeya tulibarikiwa kuwa na mtunzi mahiri wa nyimbo za kanisa, yaani muziki mtakatifu, kutoka nchi ya Usafwa, dekania ya Uporoto, parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Irambo, Baba Padre Gregor Gabriel. Malengo ya kongamano. Malengo ya muda mrefu ya Mwashamu Baba Askofu Mkuu juu ya uwepo wa kongamano hili kila mwaka ni kuona kuwa baada ya takribani mwongo mmoja, kwaya zote za Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya zitakuwa na uimbaji mzuri unaozingatia miongozo ya Kanisa Katoliki juu ya muziki mtakatifu. Malengo mahususi ya kongamano hili lenye jina la Kaita Day ni kuenzi kazi nzuri za utunzi wa nyimbo zilizotungwa na Padre Gregor Kaeta, kuimarisha utume wa uimbaji ndani ya Jimbo Kuu la Mbeya kwa kufanya kongamano la uimbaji, kuwaimarisha waimbaji katika masuala ya kiroho kwa kuwapatia semina, mafundisho ya kiroho, na pia kuunganisha mashindano ya uimbaji sambamba na mtihani wa Biblia Takatifu na katekisimu Katoliki, kuwaunganisha pamoja waimbaji wote ndani ya Jimbo Kuu la Mbeya kwa kuwakutanisha pamoja kila mwaka Kaita Day kama sehemu ya hija ya utume wao, na hatimaye kujenga utamaduni wa upendo kati ya wanakwaya utakaoenea na kusambaa nchi nzima, ikiwezekana na Afrika yote. Malengo mengine ni pamoja na wanakwaya Jimbo Kuu la Mbeya kupata fursa na jukwaa la kufahamiana, kuishi pamoja, kushirikiana karama na vipawa mbalimbali katika utume wa uimbaji. Pia wanakwaya kupata fursa adhimu ya kuwakumbuka na kuwaombea ndugu zao wanakwaya marehemu kutoka katika parokia zao kwa mfululizo wa siku 4 hadi 5, wakiunganishwa na marehemu Padre Gregor Kaeta. Namba 3, muundo wa kongamano. Kongamano linahusisha kwaya za parokia zote zilizopo ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Hivyo kila parokia inawajibika kuunda kwaya moja shirikishi yenye muunganiko wa kwaya zote zilizopo ndani ya parokia husika, ambapo kwaya hiyo itashiriki kongamano hilo kwa jina la parokia yao chini ya malezi ya baba paroko. Namba 2, ushiriki wa kongamano hili ni wajibu, ni lazima. Parokia zote za Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya zitafika eneo la kongamano kila ifikapo tarehe 28 Juni hadi tarehe 2 Julai. Namba 3, parokia yoyote ambayo haitashiriki kongamano la Kaita Day
itakuwa imetenda kosa la kukaidi amri ya hierarkia ya Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya na kuwekwa katika kundi la watovu wa nidhamu. Makundi ya kwaya. Utaratibu wa makundi ya kwaya utakuwa kama ifuatavyo. Moja, kwaya hizi zimepangwa katika makundi manne ambayo ni kundi A, B, C na D. Namba 2, upangaji wa makundi haya utazingatia vigezo cha ushiriki pamoja na matokeo ya mashindano ya Kaita Day ya kila mwaka. Namba 3, parokia teule na parokia mpya zitawekwa kwenye kundi la parokia yake ya awali au parokia mama. Namba 4, kwaya 3 zitakazofanya vizuri kwenye kila kundi zitapanda daraja la juu yake, isipokuwa kundi A ambalo hakuna kupanda, wao watabaki pale pale. Vile vile kwaya 3 zitakazofanya vibaya zitashuka daraja la chini yake, isipokuwa kundi D ambalo hakuna kushuka zaidi, hivyo watabaki pale pale. Namba 5, kundi D linaundwa na parokia ambazo hazikushiriki kongamano la Kaita Day lililopita, hivyo linahesabika kuwa ni kundi la wakaidi, wajivuni, kwa kuwa kushiriki Kaita Day sio hiari, ni la lazima kwa parokia zote za Jimbo Kuu la Mbeya. Rejea kifungu namba 3.2 na namba 3.3 hapo juu.